من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه وسلم. أما بعد مستمعون الكرام إخواني zangu, ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitajia rehma na amani zake subhana zimfike mbora wa umma huu, naye si mwingine bal ni Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye katumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa naye Allah tabaraka wa taala, pale Mwenyezi Mungu subhana aliposema warafa'ana laka dhikiraka. Ikhwan, ndugu zangu, ama anwani yangu leo hii inaitwa sanamu fil manami, kuota sanamu usingizini. Ukaliona jisanamu au linakutishatisha, linakuja linacheza, sanamu lile, lakini kama pengine labda limebadilika kama mtu fulani hivi, vyote hivyo nambie nini linalokusumbua. Nianze na nukta ya kwanza ya kuota ndoto ya kuona sanamu usingizini. Tunasema kuota sanamu usingizini inajulisha kuwa ni mifano batili ya mtu mwenye muonekano mzuri lakini muovu wa moyo. Sijui unanielewa hapo? Mifano halisi ya mtu mwenye muonekano mzuri lakini moyoni ni muovu kupita kiwango. Maana yake ni sawasawa mtu akiwa katika halaiki ya watu, yule baba mzuri, yule baba yani hana shida yani, lakini moyoni ni chui zaidi ya simba. Ukiingia kwenye 18 zake anakumaliza chap kwa haraka, lakini katika hali ya kawaida wala hata mvanii. Na hata ukaja kupewa taarifa yake, huyo fulani huyo ni hatari sana yani. Hapana, mimi naweza kamlia kiapo yule mtu hafanyi hivyo. Ukamlia kiapo bure. Ndio maana ya ndoto hii. Ama nukta ya pili ya ndoto ya kuota sanamu usingizini, tunasema sanamu fil manami. Mtu anapolala kisha akaota kuwa analia bundi, analiabudia sanamu. Ukaota unaliabudia sanamu kinyume cha kumwabudia Allah tabaraka wa taala, muumba wa mbingu na ardhi, basi ndoto hiyo inakujulisha ya kwamba unampinga Mwenyezi Mungu kwa batili. Hiyo ndio maana yake. Ni sawa na maneno yake Allah tabaraka wa taala aliposema katika surati Yunus aya ya 18 baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ama nukta ya tatu ya ndoto ya kuota sanamu usingizini, tunasema sanamun fil manami. Mtu anapolala kisha akaota kuwa kaliona sanamu la mbao. Ukaliona sanamu la mbao, basi ndoto inakujulisha haya yafuatayo, kwamba utajisogeza kwa sultani au utajisogeza kwa raisi au utajisogeza kwa kiongozi mkubwa mwenye dhulma kwa kupitia dini yako. Utajisogeza kwa sultani, kwa raisi au kwa kiongozi mkubwa mwenye dhulma huyo kiongozi, lakini kwa kupitia hiyo dini yako. Ukimwangalia kwa dini yani ile mpaka unasema
huyu mtu wa ibada kweli kweli, lakini ingia kwenye 18 zake, yani kwa haraka kasha kumaliza. Ama nukta ya 4 ya ndoto ya kuota sanamu usingizini, tunasema sanamun fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa kaliona sanamu lililotengenezwa kwa kuni, yani kama vijiti tu vimepangika nini na nini, afu ikawa ni sanamu, yani kama kuni vile. Basi njozi inakujulisha haya yafuatayo, kwamba unatafuta kupitia dini yako mijadala na mizozano ya kidini. Hiyo ndiyo maana yake. Ama nukta ya 5 ya ndoto ya kuota sanamu usingizini, tunasema sanamu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa kaliona sanamu lililotengenezwa kwa madini ya fedha. Basi ndoto hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba kupitia dini yako kupitia dini yako utajisogeza karibu ya mwanamke au mjakazi na kutatokea khiana baina yenu. Hivi unajua kuna watu ambao hutumia dini ndio ikawa nafasi ya kumpata mwanamke. Hata leo nilikuwa nasikia mabwana fulani walikuwa naongelea kwamba siwezi nikasema hiyo. Haya. Kwamba mnapata sijui rafiki yangu mmoja anaitwa Abdallah alikuwa anaongelea. Ama nukta ya 6 ya ndoto ya kuota sanamu usingizini, tunasema sanamun fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa kaliona sanamu lililotengenezwa kwa dhahabu. Basi ndoto hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba utaleta katika dini yako mambo mabaya yenye kukera na utajisogeza kwa mtu anayemchukiza Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala, na huko pia utapata kupingwa. Hiyo ndiyo maana yake. Ama nukta ya 7 ya ndoto ya kuota sanamu usingizini, tunasema sanamun fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa kaona sanamu lililotengenezwa kwa chuma au sanamu limetengenezwa kwa risasi. Basi ndoto inakujulisha haya yafuatayo, ya kwamba unatafuta dunia kupitia dini yako, unatafuta starehe ya dunia na unamsahau Mola wako mlezi. Hivi unajua kuna watu wanaitafutaga dunia kupitia dini, yani hata kwa ukimuona huyu kweli ndo mwenyewe, huyu ndo shekhe mwenyewe, huyu ndio padri mwenyewe, askofu mwenyewe hasa anafaa. Kumbe mwenzio anatumia ile dini ili apate jambo lake limnyokee tu, likishamnyokea wewe na hana habari nawe. Ama nukta ya 8 ya ndoto ya kuota sanamu usingizini, tunasema sanamu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa kaliona sanamu lilikitikisika au likiyumbayumba. Unaona linakujia kama linakuchezea linakufanyia macheketu, unasema hii kitu gani tena usiku huu? Unaamka roho inakwenda mbio. Basi ndoto hiyo inakujulisha ya kwamba kupata hali nzuri na safari. Si haina maana mbaya hiyo maana yake ni nzuri. Utapata hali nzuri za kimaisha, lakini pia utapata safari ya kutoka hapo ulipo kuelekea pahala pengine na ukatarazaki kwa idhini yake Tabaraka wa Taala. Lakini pia maana yake nyingine tunasema unachezewa na wachawi au unawangiwa na wachawi. Chukua tahadhari. Ikhwan, ndugu zangu, nipende kuishia katika nukta hii ya 8 ya ndoto ya kuota sanamu usingizini. Siku na wakati mwingine tutakuja kuendeleza katika nukta ya 9 na kuendelea huko mbele ya ndoto hiyo ya sanamu. Lakini nipende kuambia ndoto yako ni maisha yako. Usikubali kuitupa ndoto yako, usikubali kuidharau ndoto yako. Kwa hakika utakuwa umepoteza kitu muhimu sana katika maisha yako.
itunze ndoto yako, ihifadhi ndoto yako. Inshallah biidhnillahi tabaraka wa taala, yarhamukumullah, ni kuage kwa siku hii ya leo kwa kusema dumu fi riayati llahi wa amnih. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.